Asante. Mimi kwa jina naitwa Dr. Jabiri Msuni Juma, ni mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Njombe. Leo tulikuwa na kikao cha wadau wangu wa huduma za afya kwa maana ya vituo ambavyo vinamilikiwa na dini, lakini pia na mashirika na watu binafsi kwa maana ya mpango wa PPP, Public Private Partnership. Kama halmashauri sisi kwanza tunatambua wadau hawa kama wadau muhimu sana katika kutoa huduma za afya katika halmashauri. Na tunatambua halmashauri sisi kama serikali peke yetu sio rahisi kuweza kutoa huduma kwa wananchi wote kama ambavyo inatakiwa kwa maana accessibility. Kwa hiyo uwepo wa wadau hawa kwa maana mashirika ya dini na watu binafsi inasaidia serikali kuhakikisha kwamba huduma za afya zinawafikia watu wote. Kwa kikubwa ambacho tulikuwa tunakifanya kwanza ni kikao cha kawaida. Kama halmashauri tuna utaratibu wa kukaa vikao viwili kila mwaka. Na leo ndio ilikuwa kikao moja hapo, tumekaa mwezi wa 6, kikao cha wadau wetu, na jambo la msingi, ajenda kuu ilikuwa ni kujadili memorandum of understanding. Tuna safety agreement, kuna mkataba wa huduma baina ya wadau wetu na sisi. Kwa hiyo tumejadili kwa undani sana ili kila taasisi na kila sehemu iwe na uhuru na iwe imeridhika na mkataba ambao wameingia nao na kwamba wataenda kutekeleza kama ambavyo tumekubaliana. Kwa kikao kimeenda vizuri, wadau wamechangia, wametoa input nyingi, wametoa mawazo mengi, wametoa ushauri wa kutosha, na naamini mkataba huu ambao tunaenda kutengeneza na kusainiana utakuwa na tija kubwa sana katika huduma za wananchi. Lakini kikubwa ambacho pia tumejadili na wadau wangu ilikuwa ni issue nzima ya rufaa. Tulikuwa na changamoto sana ya rufaa, hasa namna ambavyo wadau wetu wanahusika na rufaa za wagonjwa, hasa kina mama wajawazito katika sehemu za wagonjwa ambao ni wa dharura. Kwa leo tumeelezana namna gani ambako taasisi hizi ambazo sio za serikali zinaweza zikaingia kwenye mfumo wa mama moja kwa moja. Tunafahamu mfumo wa mama ni mfumo wetu wenyewe ambao unarahisisha kumtoa mama au mgonjwa ambao ni dharura kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine ambako anaweza kunufaika na huduma. Lakini kwenye ishu ya kuchangia kwa maana kuchangia mfumo wa mama, gharama za mafuta za dereva na ambulance, vituo vya private ilikuwa kimsingi hatujavishirikisha. Kwa hiyo ilikuwa ni vituo vyetu pase ndio vilikuwa vinahangaika na kuhusika moja kwa moja na kuchukua mgonjwa. Lakini leo nimejaribu kuelewesha na kuwaomba waweze kushiriki katika gharama za kumtoa mgonjwa wa dharura kutoka kituo chao kwenda kituo ambacho mgonjwa atapata faida ya matibabu. Na nashukuru sana wadau wangu kwa sababu tumekubaliana nao waingie kwenye mfumo wa mama kama ambavyo vituo vya serikali vinaingia. Watakuwa wanachangia kama zilivyo ngazi 3 cha mchango. Zahanati za changa shilingi 50,000, vituo vya afya laki moja na hospitali 1,500,000, na wao wamekubaliana. Kwa hiyo vituo vya private sasa na FBO watakuwa sehemu ya mama katika kuchangia gharama za rufaa. Hili ndio lilikuwa kubwa sana lingine na tumekubaliana, na naamini sasa rufaa zetu za wagonjwa wa dharura zitaenda vizuri bila utata wowote. Kwa hiyo kama halmashauri sasa tuko pamoja na tutatoa huduma bora kwa wananchi na kwa wakati, na hasa dharura hizi za kina mama wajawazito. Kwa majina naitwa Michael Mtunge, ni mtumishi katika kituo cha dispensary ya Kibenachai. Nashukuru kwamba nimeshirikishwa kwenye hiki kikao kwa ajili ya kutuelimisha na kusaini mkataba baina ya vituo binafsi na serikali. Lakini nilichofurahi kwamba tumepata elimu ya namna ya utendaji wa kazi na namna tutakavyokwenda kufanya kazi. Na pia nategemea kwamba tutakuwa na mabadiliko makubwa ya utendaji wa kazi na ushirikiano pamoja na kampuni pamoja na serikali. Kwa sababu tumepata elimu na tunajua kabisa kwa mpango kazi tuliouweka tutaenda kufanya kazi vizuri sana. Awali changamoto tulikuwa tunakutana naye ni kutoshirikishwa katika baina ya serikali na vituo vya private. Lakini kwa sababu mganga mkuu wa halmashauri ametuelekeza namna ya kushirikiana. Kwa hiyo najua kabisa tutakuwa tunashirikiana vizuri, na pale tunaposhindwa tuko radhi kumpigia simu, ameturuhusu tumpigie simu yeye moja kwa moja ili tuweze kuwasiliana naye na aweze kutusaidia changamoto ambazo tunakutana nazo.